Mungu uliye hai, Mungu wa agano, Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, tunasimama mbele zako leo tukiwa katika siku hii ya pili ya maombi ya moto, tukikiri ya kwamba wewe ndiwe unayefungua pasipoweza kufunguliwa na unayefungua milango ambayo hakuna mwanadamu anayeweza kuifunga. Tunakushukuru kwa upendo wako, kwa kutufikisha katika siku hii. Tunakushukuru kwa wokovu, kwa neema, kwa damu ya Yesu iliyotufanya watoto wa ahadi. Tunakushukuru kwa fursa ya kuomba na kuona ushindi. Na sasa Baba, tunaleta maombi yetu maalum mbele zako. Tunakuomba uanze kufungua kila mlango ambao umekuwa umefungwa katika maisha yetu. Bwana, tunaomba kwa kila mlango wa ajira ambao umekuwa umefungwa kwa muda mrefu. Wapo ambao wametuma maombi ya kazi mara nyingi lakini hawajawahi kuitwa. Wapo waliokwama kwa miaka bila nafasi ya kubadilisha hali yao. Tunaomba sasa, fungua milango ya kazi, fungua barua za kupokelewa, fungua milango ya mapato, fungua nafasi ambazo zimewekwa kwa ajili yao. Tuma kibali mbele ya wakurugenzi, waajiri, taasisi na hata mataifa mengine. Kila mlango wa ajira tunautangaza kuwa wazi sasa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu, tunakuomba kwa ajili ya wale wanaotafuta milango ya elimu, wale waliokosa ada, waliokataliwa, waliokwama kimasomo. Baba wa mbingu, fungua milango ya neema ya elimu. Tuma wafadhili, fungua upenyo wa ufadhili, wa msaada, wa neema. Wape nafasi ya kurudi shuleni, wape visa za masomo, fungua baraka ya maarifa. Kila roho ya kuzuia mafanikio ya kielimu inashindwa sasa. Baba, kuna milango ya uhamisho ambayo imefungwa. Wapo waliokwama katika maeneo yasiyofaa, kazi zisizo za kiwango chao, maeneo ya mateso. Bwana, fungua mlango wa kutoka, fungua mlango wa kupanda, fungua mlango wa kuhama kwa neema. Wape nafasi mpya, mazingira mapya, watu wapya na mwanga mpya. Tunakuomba kwa bidii, Mungu wa milango, kwa ajili ya kila mlango wa ndoa uliofungwa. Wapo wanaume na wanawake wa heshima ambao wameomba, wamefunga, wameamini, lakini kila mlango wa ndoa umefungwa kwa miaka. Wanaingia kwenye mahusiano ambayo hayafiki popote. Wengine wamevunjwa mioyo, wengine wamebaki na machozi na kukata tamaa. Bwana, fungua mlango wa ndoa halali, fungua mlango wa mahusiano ya kimungu. Vunja kila kizuizi kilichowekwa na laana za ukoo, maagano ya zamani, uchawi, hofu na makosa ya nyuma. Tuma mwenza sahihi, tuma mtu aliyejaa hofu ya Mungu, tuma mtu atakayejenga maisha na hatima nao. Baba wa mbinguni, tunasimama tena tukiliombea lango la uchumi, lango la fedha, lango la faida, lango la mavuno. Kuna watu wamefungiwa mishahara yao, wengine hawalipwi stahili zao, wengine kila fedha ikiingia inatoweka bila maelezo. Tunatangaza kwa mamlaka ya jina la Yesu, milango ya fedha ifunguliwe, hazina zilizofichwa zifunuliwe. Mahali ambapo fedha zao zimefungiwa, Bwana akavunje kufuli. Angazia kazi za mikono yao na ukazibariki. Baraka za Isaka ambaye alivuna mara 100 katika nchi ya njaa ziwashukie. Bwana wa majeshi, tunaomba kwa wale walioitwa katika huduma ya kiroho lakini wamefungiwa milango. Hakuna fursa ya kuhubiri, hakuna msaada wa kiroho, hakuna wakusanyiko wanaowaelewa. Wengine wameitwa lakini wamefungiwa na hofu, wengine wamejeruhiwa na kanisa, wengine wanatumikia madhabahu ambayo hayaruhusu waonekane. Yesu, ufunguzi ni wako. Fungua njia ya huduma, fungua nafasi za kuitwa, kusikika, kufundisha na kubadilisha maisha. Wewe ulisema, nitafungua mlango na hakuna atakayefunga. Basi fanya hivyo leo kwa watumishi wako. Bwana, tunakuomba pia kwa milango ya afya, kwa wale waliokuwa wagonjwa kwa muda mrefu, waliohangaika na magonjwa sugu, vipimo visivyoeleweka na mateso ya kimwili. Tunatangaza mlango wa uponyaji wa mwili, nafsi na roho. Damu ya Yesu ifungue njia ya kupona. Gharama zote za matibabu zisitishwe na nguvu ya miujiza.
tuma uponyaji wa ghafla, tuma amani na uzima kamili. Baba wa nuru, tunaomba kwa milango ya amani ya familia, kila nyumba iliyojaa ugomvi, migogoro na mafarakano. Fungua mlango wa maelewano, wa msamaha, wa upatanisho. Vunja kila kuta ya migogoro, jenga nyumba mpya kwa msingi wa upendo na heshima. Na hatimaye Bwana, tunakuomba kwa ajili ya kila mlango wa rohoni, ufahamu, maono, mafunuo, ndoto, kusikia sauti yako. Watu wako wamekuwa na giza rohoni mwao, hawaoni mbele, hawasikii tena kutoka kwako. Fungua milango ya kiroho, watie mafuta upya, wajaze Roho Mtakatifu, waweze kuamuka upya na kutembea katika kusudi la maisha yao. Baba wa mbinguni, Mungu wa rehema na nguvu zisizo na mwisho, tunakuja mbele zako leo tukiwa na mioyo ya unyenyekevu na imani tele. Tunakushukuru kwa neema zako zisizoisha na kwa damu ya Yesu Kristo inayotufunika kila siku. Baba, leo tunakuja tukivunja kila madhabahu na vifungo vya giza vinavyotuzuia kutoka kufikia mafanikio na baraka zako. Tunakata kila mizizi ya umasikini, ukosefu na vizuizi vyote vilivyowekwa na maadui wetu wa roho. Tunavunja na kuharibu kuta za giza zinazozunguka maisha yetu, ndoa zetu, mahusiano yetu, biashara zetu na uchumi wetu. Tunaamuru nguvu zote za shetani zisizuru tena katika maisha yetu. Bwana, tumeacha maisha yetu mikononi mwako. Tunakuomba utujaze Roho Mtakatifu, utupatie hekima, nguvu na mwanga wa mafanikio. Fungua milango yote yaliyofungwa na ulete baraka zako zisizoisha katika kila sehemu ya maisha yetu. Tunakataa kila laana, mtego na kuvunjwa kwa ahadi za Mungu juu ya maisha yetu. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo kwamba kila kifungo cha uchumi, ndoa, biashara na mahusiano kivunjwe sasa. Tunaomba uponyaji wa kiroho, kiakili na kimwili kwa kila mtu aliyejeruhiwa au kufungwa na nguvu za giza. Tunaomba ufufuo wa baraka zako zisizo na mwisho na mafanikio katika kila sehemu ya maisha yetu. Mungu wa uhai, tunaamini kuwa wewe ni muumba wa mbingu na nchi na hakuna laana wala madhabahu inayoweza kushinda nguvu zako. Tunaomba upate heshima na utukufu milele. Tunakuja mbele zako tukishukuru kwa fursa hii ya kuungana katika maombi ya moto. Tunakushukuru kwa kusikiliza kilio chetu na kwa nguvu zako tunazoziona zikitenda katika maisha yetu. Bwana, tunakuomba usimame nasi hadi mwisho, utuongoze na kutujaza kwa amani, nguvu na mwelekeo wa baraka zako zisizoisha. Tunatangaza kuwa kila madhabahu, vizuizi na laana zimevunjwa na mafanikio yameanza kufunguka katika maisha yetu. Tunaweka matumaini yetu mikononi mwako, tukiamini kuwa kesho ni siku mpya ya mafanikio na upendo. Tunakuomba utulinde na kutulinda wote walioungana nasi katika maombi haya. Kwa jina la Yesu Kristo